Some hii habari kidogo alafu tuone jambo la ajabu hapa. Yesu akawaambia wanafunzi wake. Akaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba. Amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena. Naambia ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme. Ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Wanafunzi wake waliposikia walishangaa mno. Wanafunzi wakashangaa sana hili neno. Wakisema, nani basi awezaye kuokoka? Wakasema, nani atakayeweza kuokoka? Yesu akawakazia macho. Akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekana. Kwa wanadamu hilo haliwezekana. Naomba sikiza neno, anasema kwa wanadamu hilo haliwezekana. Kwa wanadamu hilo haliwezekana. Ila kwa nani inawezekana? Bali kwa Mungu yote yanawezekana. Nataka niulize hili swali. Kwa nini Yesu alitoa hili fumbo? Akasema kwa wanadamu hilo haliwezekana. Nani anamwambia kwamba hilo jambo kwa wanadamu haliwezekana? Amen. Anakuambia wewe kwa wanadamu haiwezekani. Kwa nini anasema kwa wanadamu haiwezekani? Kwa sababu wewe utachukua akili zako na moyo wako na nguvu zako utawapa wanadamu. Amen. Kwa hiyo haitawezekana kuona ufalme wa mbinguni kwa sababu umewapa kina nani? Wanadamu. Ila anasema kwa Mungu inawezekana. Inawezekana vipi? Kwa sababu utakuwa umechukua moyo wako na akili zako na nguvu zako umempa nani? Mungu. Anasema hapo itawezekana kuokoka. Lakini haitawezekana mtamtegemea mwanadamu. Walifanyaje? Mtamfanyaje mwanadamu kwa kinga yake? Au na msemo kasema na nyinyi na sisi tunaondoka zetu kwa huzuni ufalme wa mbinguni. Nataka kujifunza hili jambo. Kwa nini iwe ngumu kuingia ufalme wa mbinguni? Kwa nini lango la mbinguni liwe kama tundu la sindano? Nani anatuchongea huo mlango unaofanana na tundu la sindano? Alafu anatuambia tupite hapo. Nani anasababisha lango la mbinguni liwe kama tundu la sindano? Ni Yesu anasababisha? Naomba nikuulize swali. Nimesema nani anasababisha huo mlango wa mbinguni kuwa kama tundu la sindano? Hapo tutafsiri vitu ambavyo vitaeleweka. Sikupeleke sana kwenye mafunuo kwa sababu ile andiko ni gumu sana kulitafsiri. Mimi nilisoma kwenye makala fulani. Wanasema nilikuwa analizungusha maana sisi kule Israeli kulikuwa kwa siku na mlango sio nini, nilikuwa nichelewesha tu. Amen. Sasa nimekuja kuongea na nyinyi tupate majibu. Nani anachonga huu mlango unaofanana na tundu la sindano? Kwa sababu kwa sababu Biblia iniambii na mimi nitapita kwenye huo mlango. Hapa kila mtu ana mlango wake. Amen. Sikiza, njia unazozipita, mambo unayoyafanya ndio zinasababisha njia yako ya mbinguni iwe ngumu sana. Amen. Hebu nikuulize swali. Kama unakuja kwenye ibada kwa mwezi mara moja au mara mbili, njia ya mbinguni inazidi kuwa nyembamba. Kama ufiki ibadani kila wakati, ile njia inazidi kuwa nyembamba, na mwisho wa siku inakuwa hata jicho lako likiangalia hivi hata uione. Ndio maana unaweza kukarauta ndoto unaona misitu. Yaani njia yako ya kwenda mbinguni ni misitu imeshona. Mwingine njia ya kwenda mbinguni anaona milima mirefu. Yaani Mungu anakuambia kabisa, mpendwa, njia ya kuja mbinguni ni milima mirefu. Na mwingine anaona kabisa njia yake kwenda mbinguni ni bahari. Hiyo bahari nani kaisababisha? Unafanya nini mpaka unaona milima na misitu? Aisee, nataka nikwambie, siku ukiota ndoto unaona misitu ambayo huwezi kupita. Amen. Tafakari mambo unayoyafanya. Yaani usiseme tunapiga misitu, haifyeku hiyo na ipigiki kwa namna hiyo. Amen. Tafakari unayoyafanya ndio misitu mizito. Kwa hiyo achana na hiyo misitu. Amen. Sasa tulitangaza kufunga hapa siku gani? 30. Amen. Nani anataka kusema mimi nilifunga? Kuna watu ndio wanataka kusema walifunga. Amen. Sasa hebu tufanye ukufunga basi. Amen. Na pia ukuomba. Amen. Au pengine ulichukia yale maombi. Amen. Njia kwenda mbinguni itakuwa salama? Vipi kama unasoma Biblia mara moja moja?
unasoma Biblia na unatafuta tu ile mistari ya kutia moyo. Mistari ya kutia moyo, unasomaga tu mistari ya kutia moyo. Ile mistari ambayo inasema kwamba Bwana ndiye tumaini langu, unaitaka ile? Sitaogopa hata nipungukia. Na siku hizi kuna Google inatusaidia, ukitaka hakuna kusoma andiko linalo kuonya. Ukiona andiko linasema kwamba Mungu anachukia wazinzi, unasema anipitie mbali andiko. Unataka unatafuta lingine. Amen. Mungu anachukia andiko, pita kaa pembeni. Tafuta lingine. Amen. Hata kama kuna mchungaji unamsikiliza ile kiatia moyo. Yule ambaye anagusa vitu muhimu kwenye maisha yako, umsikilize. Na una muda kabisa wa kumsikiliza. Sasa njia ya mbinguni kwa nini isimame? Kwa nini isiwe nyembamba? Na mwisho siku inaishia kuwa kama tundu la nini? La sindano. Amen. Sasa Biblia inasema kama huna haya mambo ambayo mimi nakuelezea hapa juu, ni kwamba mlango wako wa kwenda mbinguni unasababishwa unakuwa kama tundu la sindano, na mtu anayesababisha mlango huu kuwa kama tundu la sindano ni akili yako wewe mwenyewe. Mstari wa 27 anasema 27 mpaka mstari wa 29. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Yesu akawaambia, amin nawaambia kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti chake, ninyi nanyi mtaketi katika kiti hicho, viti 12 mkihukumu kabila 12 za Israeli. Natamani uandike hapo juu hapo. Kwa hiyo kijana ambaye aliambiwa hapa ya kwamba ampe Mungu akili yake, ampe Mungu nafsi yake, ampe Mungu moyo wake, ya kwamba usipompa Mungu moyo wako, usipompa Mungu moyo wako, nafsi yako, akili yako, nguvu zako, ni ngumu kuketi naye. Hautaketi na Mungu. Ndio maana anasema mkiacha vyote, ni moyo huu, chambua hivi vitu ambavyo vinapenda. Badilisha hivyo vitu kuanzia ile upende Mungu ndio unaketi naye. Kumbe unaketi na Mungu kwa njia ya kuachana na vile vitu ambavyo vinachukua nafasi ya maisha yako. Kwa hiyo huyu mtu ilishindikana kuketi na Yesu Kristo sehemu moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu moyo wake ulikuwa umeketi na vitu vingine. Yesu akamwambia auze mali zake, awape maskini, alafu kisha aketi na nani? Kwa sababu muda wote mtu huyu Yesu anamwona ameketi na vitu vya duniani. Ameokoka, anasali, anamwabudu Mungu, ndio, lakini moyo wake umeketi na vitu. Unajua kuna watu wanamtafuta Mungu kwa sababu wana changamoto, wana shida, lakini kamwe hawawezi wakawa watumishi wa Mungu. Kuna mtu anasubiri, yaani kuna mtu unajua kabisa, na kuna mwingine pengine nahubiri hapa ananisikiliza kwa mtaani. Amen. Nasema mchungaji anachohubiri hicho ni cha kweli. Ni cha kweli kabisa. Sasa anasubiri maji yakifika shingoni anitafute. Amen. Na neno alisikia kusikia. Tena kuna mwingine nikitoka kama kuna shida anasikia nje. Aisee, umehubiri leo? Mlikuwa wapi? Mlikuwa mnanisikiliza sasa kuna kasheshe. Unasubiri maji yafike shingoni. Unamtafuta Mungu kwa ajili ya nini? Kuna watu wanamtafuta Mungu kwa sababu ya changamoto wanazopitia. Kuna watu wanamtafuta Mungu kwa ajili ya shida ambazo zinawapata. Lakini wakitatuliwa zile shida, hawawezi kudumu kwa Mungu, wala hawawezi kumtumikia Mungu. Na kuna mtu kabisa anakuambia nina mchungaji wangu na ibada hataki. Hivyo una mchungaji? Unamwita mchungaji wako? Labda mchungambuzi. Amen. Mchungambuzi labda unaye. Kwanza unachungaje mtu yuko nyumbani kwake? Yaani wewe unasema mchungaji hivi tufanye, unaelewa maana mchungaji? Yaani umekusanya kondoo umeweka sehemu moja, alafu kuna mtu ana zizi lake pembeni anasema mimi nachungwa na mchungaji yule. Unamjibu nani? Unamwambia shetani mimi nachungwa na mchungaji fulani? Atakuacha. Utakwambia bora upo kwenye zizi lake. Tena wakati mwingine kuwataja wachungaji wa kweli unajitafutia tu matatizo. Bora waache kutaja, kwa sababu wakati mwingine shetani anakuwa anachukia sana. Nasema unamtaja nani? Huyo mtu anayeharibu vitu kuzima, alafu unashirika nao, tunakuharibu. Kwa hiyo usijifunze kumtafuta Mungu wakati
wa shida, bali jifunze kumtumikia Mungu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo 7, hapa sasa anakupa jibu kamili, mstari wa 13 mpaka 14. Mathayo 7:13-14. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo na njia ni pana iendayo upotevuni. Nao ni wengi waingiao katika mlango huo. Na wao ni wengi waingiao katika mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Nao waionao ni wachache. Amen. Kumbe mawazo yako ndio mlango wa kuzimu. Maamuzi yako unayofanya ndio mlango mbaya. Mungu anamwambia Kaini, anamwambia funga mlango. Dhambi inakuotea mlangoni. Tabia ulizonazo kumbe ndio malango. Anasema ingieni kupitia mlango ulio mwembamba. Hayo mnayaona kuwa ni magumu kumtumikia Mungu, ni magumu kufanya ibada, anasema piteni katika njia hizo. Msipite hizo njia zingine, msiishi kwa kuitegemea dunia. Amen. Msiishi kwa kutegemea ulimwengu, kwa sababu kama mnaishi kwa kuto kuzitegemea ibada na mnaitegemea dunia, nataka niwaambieni huo ni mlango mpana uendao upotevuni. Lakini kama mtaishi kwa kulitegemea neno la Mungu, anasema hiyo ni njia inayokwenda kwenye uzima. Amen. Kwa hiyo lango la mtu kuwa kama tundu la sindano ni wewe unalisababisha mwenyewe kwa kuacha ibada. Ndio maana Mungu anaweza kukuambia tengeneza njia yako. Kuna mtu mmoja alikuja kwangu siku moja, ameota ndoto, akaniambia mtumishi, Mungu ameniambia nije kwako. Nije kufanya nini? Anasema aliniambia nitengeneze njia yangu. Nikaniuliza njia yako? Njia gani tena nikutengenezee? Kagundua njia yake huyu itakuwa nipo kama tundu la sindano. Akijaribu kuingia hivi apiti. Amen. Sasa mpendwa, njia yako kama tundu la sindano, alafu unakufa, unaenda wapi? Mbinguni hakuingiliki. Amen. Anasema itakuwa rahisi zaidi ngamia kupenya kuliko tajiri. Kwa nini tajiri? Kwa sababu tajiri, watu wengine matajiri wengine, sio kila mtu, wanapenda mali kuliko Mungu. Amen. Tunaendelea. Nisomee katika kitabu kile cha Mathayo 16 mstari 18. Mathayo 16:18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Nini tafsiri ya malango ya kuzimu? Kuto kumshinda Petro ama kuto kuyashinda maisha yako. Malango ya kuzimu hayatakushinda. Ni mtu aina gani huyu ambaye malango ya kuzimu hayamwezi? Ni mtu anayejua kutumia upendo wake. Ni mtu anayejua kutumia upendo, akili yake, moyo wake, nguvu zake, nafsi yake kwa Mungu na sio kwa wanadamu. Amen. Sikuna mahali tumepeleka moyo wako alafu unafia huko. Na kuna mahali umepeleka tu akili yako alafu unafia huko na hakuna wokovu. Ndio maana Yesu akasema kwa wanadamu haiwezekani, ila kwa Mungu inawezekana. Petro naambiwa ya kwamba sasa akili zako ukipeleka kwa Yesu, amen, malango ya kuzimu hayatafanyaje? Hayatakushinda. Umepeleka wapi akili yako? Umepeleka wapi moyo wako? Umepeleka wapi nguvu zako? Malango ya kuzimu kama yanakushinda, yamekamata vitu vinne. Yamekamata akili yako. Amen. Yamekamata nguvu zako. Amen. Yamekamata nafsi yako. Ukiona malango ya kuzimu yanakushinda, kuna vitu yameshika, kuna vitu wanavijua na hujavitoa kwao. Kuna vitu ambavyo wana connection navyo kwenye maisha yako. Amen. Sasa, hebu chukua maamuzi ya kumtumikia Mungu ili malango ya kuzimu yasifanikiwe. Amen. Malango ya kuzimu yasifanyaje? Yasifanikiwe. Chukua hatua ya kuwa na majibu mazuri ili malango ya kuzimu yasifanyaje? Yasifanikiwe. Amen. Chukua maamuzi ya kuwa mtu mwema ili malango ya kuzimu yasifanyaje? Kumbe inawezekana kabisa kumshinda shetani. Amen. Inawezekana kumzuia shetani na mapepo yake. Amen. Kwa kuchukua maamuzi kuyawaza yaliyo ya Mungu na kuyakataa yote ambayo shetani anatuachia juu yetu. Amen. Mpaka lini Mwenyezi Mungu
utanisahau? Je, utanisahau mpaka milele? Mpaka lini utanificha uso wako, Bwana? Nakuuliza kwa machozi. Nitakuwa na wasiwasi rohoni hadi lini, na sikitiko moyoni siku hata siku? Hadi lini adui zangu watafurahia tabu zangu? Mungu wangu, nakuinulia